Movie inaanza, anaonekana dada mmoja mwenye shape fulani hivi la kuonekana, anaonekana kama vile ametoka kuandaa breakfast kwa ajili ya kumletea mwanaume wake ambaye amelala hapo kitandani. Ni asubuhi, kumekucha, ni baada ya show ya usiku mzima, wamechoka sana, wamelala, na hata asubuhi kulipokucha jamaa anaamshwa hapa. Huyu jamaa anaitwa Chaz. Hapa anaamshwa kwa mabusu tele kwamba aamke anywe chai, yani breakfast imeletwa kitandani kabisa, lakini anaonekana kuchoka sana, na hata anapoamka anashangaa na kuuliza hii ni nini tena. Anajibiwa, nimekuandalia kifungua kinywa babe, najua umechoka na jana umefanya kazi kubwa sana, pata kifungua kinywa ili upate nguvu. Jamaa baada ya kuambiwa hivyo anakuja juu sana, nani amekwambia nataka breakfast yako? Mimi nilikuagiza kufanya hivyo. Lakini babe, niliona nifanye hivyo, kosa langu liko wapi? Chaza anazidi kumwambia kwamba wewe na mimi hatuna mahusiano, jana usiku tumekutana tu, one night stand, hakuna cha ziada, tumefanya tulichokifanya na hilo halimaanishi chochote, labda kwamba tuna mahusiano au tumeanza safari hiyo ya mahusiano. Labda nikwambie, mwanaume akisha lala na mwanamke, asubuhi mwanamke huyo hana cha kufanya zaidi ya kuondoka na kwenda zake. Mwanaume kulala na wewe sio kukupenda au mwanzo wa mahusiano, kwa hivyo naomba utoke haraka sana chumbani kwangu, nina mambo mengi sana nataka nishughulikie leo, na hata asubuhi hii natakiwa kuwahi mahali kwa ajili ya interview. Tafadhali sana naomba uondoke. Samahani. Mdada wa watu alichanganyikiwa na akawa amejaa upepo sana baada ya kuambiwa kwamba ametumika mara moja tu usiku mmoja na hakuna kitakachoendelea baada ya hapo. Alimaindi kweli kweli, lakini akaondoka hapo kwa hasira, wakati huo akiwa amevalia shati la jamaa. Labda nikwambie mtazamaji, huyu Chaz sio mtu wa mahusiano, yeye amekuwa muhuni tu, analala na kila mwanamke na kisha anamtimua. Hapendi na hana lengo lolote kwa mwanamke zaidi ya kuchapa ilale, yani hit and run. Na huo ndio utangulizi wa picha yetu nzuri inaitwa Good Girl Bad Boy. Kabla tujasonga mbele, kama bado hujasubscribe, ni kuombe ufanye hivyo sasa, just for love and support. Hii ni Wajanja Studios na mimi ni Lungu TZ. Sasa hapa wanaonekana staff member wa ofisi moja kubwa sana ya masuala ya kibiashara inayojihusisha na branding products, kudesign mipango kazi ya biashara na ushauri wa mambo ya biashara. Na kikao hiki unachokiona ni cha utambulisho, kwa kuwa huyu dada mrembo unayemwona hapo kwa jina la Kemi anakaribishwa tena ofisini baada ya kutoka likizo. Baada ya Kemi kukaribishwa, bosi anasema pia tunaye new staff member, bwana Chaz, simama hapo ulipo, simama watu wakuone na usalimie wenzio. Basi Chaz akasimama na kuwasalimia wote, na kisha bosi akasema mwaka ndio kwanza umeanza, nafurahi kuona timu yote imeshatimia na kila mtu sasa anapaswa kurejea kazini. Majukumu yanapaswa kuendelea kama kawaida. Kuna jambo tunapaswa kulifanyia kazi. Kila mmoja wenu nimemtumia taski ya kufanya, mtaangalia email zenu na kisha mtaanza kuvifanyia kazi vile nilivyowatumia. Lakini kabla tujamaliza kikao, naomba nichukue fursa hii kumpa nafasi dada yetu Kemi hapa. Amekuwa akituombea sana katika ofisi hii, mara zote anapokuwepo huwa anaomba na kutuweka karibu na Mungu. Dada Kemi, karibu uombe kwa ajili yetu na kwa ajili ya ofisi kwa ujumla. Basi Kemi akaanza kuomba pale, na kimuonekano tu Kemi anaonekana kuwa iko makini sana. Ni dada wa kanisani, mcha Mungu na kwenye nidhamu, huwezi ukamtoa, ni namba moja kwenye ofisi hii. Kemi akaomba pale mpaka alipomaliza na wote wakaitikia amen. Baada ya maombi hayo, bosi akainua glass na kisha akasema wote wagonge cheers kuashiria majukumu mapya na kila mtu aelekee kwenda kuyafanya. Basi watu wakatawanyika na kuelekea kwenye maeneo yao, huku Chazi akiwa amebaki na Ike, na vitu wanavyojadili sio kingine ni kuhusiana na Kemi. Chazi anasema Kemi ni mwanamke mzuri sana na ametokea kuniteka sana, japokuwa ndio kwanza nimemuona leo kwa mara ya kwanza, lakini nimetokea kuvutiwa naye. Ike anamwambia Chaz kwamba Kemi, pamoja na kwamba unasema ni mwanamke mzuri, lakini ni church girl. Mimi namuitaga Pastor Kemi, mgumu sana, moyo wake haupendi wanaume kabisa na wala sio rahisi kudanganyika. Ana misimamo yake binafsi na hataki kabisa kujaribia maisha yake, hasa kwa kuwa na wanaume. Amechagua maisha ya kumtumikia Mungu tu. Chazi akasema hata hivyo mimi mwenyewe nahitaji aniombee. Chazi alichokisema anamaanisha. Basi akawa anamlia Chabo mara kwa mara, anajaribu kumwangalia kila wakati, anakuwa pembeni akimtazama kwa mbali, na lengo lake nadhani ni kumsoma anapenda nini na nini hapendi, ili iwe rahisi kumuingia Kemi pamoja na yote. Lakini anaonekana ni mchapakazi sana, pia anaonekana yuko serious sana, huwezi kumuingia na kumweleza upuuzi. Lakini Chazi yeye ni mzee wa totos, aliamini kwamba pamoja na kwamba huo ni mfupa mgumu kuutafuna, anahisi kuna mikakati inapaswa kusukwa ili kufanikisha hilo. Kwa hiyo aliendelea kumsoma na kutafuta engo ya udhaifu iliyopo kwa binti huyo wa kilokole. Sasa mida hii wakiwa wanatoka kazini, na hapa wapo nje ya ofisi yao, Ike na Chaz wanamuona Kemi naye akiwa anaelekea kuingia kwenye gari lake ili aondoke. Chaz wakati huo anaendelea kusema kwamba binti bwana mzuri sana, yani huyu dada lazima nipite naye, labda sio mimi Chaz. Chaz anasema hayo, lakini Ike anasema hivi, yani wewe ulale na Pastor Kemi, huyo ameshindikana, labda kama utafanya hivyo ndotoni. Lakini Chaz anamhakikishia
Ike kwamba atafanikisha hilo na atalala na Kemi, kwa sababu hata kama ni mgumu kiasi gani, yeye ndio pekee aliyekabidhiwa funguo za Daudi zinazofungua kufuli lolote lile, hata liwe gumu vipi. Basi wakabeti, yani wakakubaliana, ikiwa Charles atafanikiwa kulala na Kemi, church girl, msichana wa kanisani huyu, Ike atampa Charles $500, na ikiwa Charles atashindwa kulala naye, basi yeye ndo atatoa $500 kwa Ike. Lakini Kemi akiwa nyumbani kwake leo hii amekaa hapa na kutafakari maisha yake, anaonekana kama ni mpweke sana, na ukutani ndani ya nyumba yake amebandika makaratasi mengi sana yenye ujumbe aliyouandika yeye ili uweze kumuongoza kwenye maisha yake, lakini pia ameandika aina ya mwanaume anayemuomba Mungu kila siku ampe, na kisha akasema, Mungu nipe mwanaume wa ndoto zangu ambaye nimekuwa nikikuomba kila siku na kuamini Mungu wangu na najua utatenda. Kemi pamoja na hayo yote lakini bado ni mtiifu sana kanisani kwao. Huwa anakuja mara kwa mara kwa mchungaji wake, baba wa kiroho. Anapoona jambo lolote linamtatiza huwa anakuja hapa kwa mchungaji ili kushauriwa na kuongozwa kiroho. Pasta wake huwa anamuelekeza kwa upendo na kumtia moyo, ikiambatana pamoja na kumhamasisha kuwa asikate tamaa. Yeye ni msichana makini bado na Mungu anamwamini sana, na pia akasema kwenye jambo lolote lile usisite kusema, kama kanisa tupo tayari kukusaidia muda wowote ule. Kemi, unajua hiyo karama ulionayo ni mtaji mkubwa sana kwako mwenyewe na kwa kanisa. Kemi akashukuru sana kwa maneno ya mchungaji na akamtakia kila laheri na kisha akaondoka. Leo Charles anaonekana anatazama picha za Kemi akiwa hapa ofisini. Amekodoa macho kwenye laptop, ana zoom picha za Kemi, mara Kemi mwenyewe akatokea hapa. Charles akaifunga laptop mara moja huku akijifanya kwamba alikuwa akisoma Biblia. Hizi ni mbinu tu za kumpata mwanadada Kemi. Kemi anapoona Charles anasoma Biblia anavutiwa naye sana, na hata stories zikaanza, wanapiga story nyingi sana, huku Charles akionekana kama ni mtu mwenye kuhitaji ukaribu zaidi na Kemi, wala hamfungii vioo. Anaamini ya kwamba Charles huenda kweli akawa ni mtu mzuri, na Charles anaonekana kama ana nia ya kuwa karibu na Kemi ili waendelee kufundishana neno la Mungu na kuomba. Japokuwa Kemi apende ukaribu na wanaume kama Charles, lakini anapotajwa mambo ya Mungu hakuwa na iana kabisa. Anajitolea kumfundisha Charles yale anayoyafahamu, huku akiamini Charles ni mtumishi mwenzake. Leo Charles akiwa ameketi nyumbani kwake hapa, anasikia mtu anagonga mlango. Kwenda kufungua ni Ike. Yani Ike amekuja na mabegi kabisa nyumbani kwa Charles, ishara ya kwamba amehamia hapa. Charles anamshangaa sana Ike kumuona na mabegi, ikabidi amuulize kulikoni, mbona kama unahamia kabisa hapa kwangu? Ike anasema, ni kweli nahamia kwako ndugu yangu, naomba unistiri. Pale kwangu napoishi mafuriko yametokea baada ya mvua kubwa kunyesha. Nyumba yangu ninavyosema sasa imezingirwa yote na maji, yani kwa kifupi hapakaliki tena. Nisaidie kukaa kwako kwa muda na kisha hali ikitulia nitarudi kule. Sasa Charles yeye anaona kama sio kweli, akawa hamwamini kabisa Ike kama kwake kuna mafuriko kweli. Anadai kwamba huenda ujio wako unataka tu kuniharibia mipango yangu ili nisifanikishe lile jambo tulilobeti ili upate kula hela yangu. Ile mission lazima ikamilike. Hii ni janja yako tu ili wewe upige hela. Basi ikabidi Ike amuonyeshe mpaka picha Charles. Kweli Charles baada ya kuona picha akakubali, baada ya kuona kweli kuna mafuriko. Basi akajitapa ya kwamba hata kama umehamia hapa, lakini mimi nitafanikiwa tu kulala na Kemi, hilo nakuahidi na nitalitimiza. Ike akawa haamini, anamwambia hiyo $500 yako nitakula bure tu, najua huwezi kufanikiwa. Leo Kemi yupo na bosi wake ofisini, kuna jambo muhimu na zito linawasumbua sana la kibiashara. Wanakuna vichwa hapa wakitafakari na kushauriana namna ya kulisolve jambo hilo, lakini pamoja na jitihada zao hawakupata jibu kabisa. Ikabidi bosi amgongee Charles pale, akamuita. Charles alipokuja ofisini, bosi akawa anamuelezea kwamba wanashindwa kabisa kuelewa bidhaa zao za safari hii waelekeze kwa wateja wa aina gani. Charles akafunguka madini aliyonayo kichwani, akishauri kwa akili kubwa, bosi, mimi binafsi naona kuliko tukaumiza ndonga kubrandi bidhaa kwa kundi kubwa lisilo na uhitaji wa bidhaa yenyewe na hatimaye tukajikuta tumetumia gharama kubwa, pesa nyingi, lakini income ndogo, it's better tukafikiria wateja mahususi. Akaainisha makundi hayo ya wateja na kueleza kwamba tukifanikiwa kuwafikia hawa tutafanya biashara vizuri na hatutakwama popote. Bosi aliposikia hilo akasema, yes, hicho ndicho nilichokuwa natamani. Wewe Charles unaonekana ni genius sana, una akili nyingi sana, tutafuata wazo lako, ni zuri sana, napenda sana vijana wa aina yako, tutaanza kulifanyia kazi hilo. Basi baada ya kushauri, Charles akawa anaondoka pale. Kemi akamkimbilia na akawa amempongeza sana na kumsifia Charles kwamba ana akili kubwa sana, ameshauri kwa akili kubwa, na bila shaka ushauri huo akiufuata mambo yatakuwa mepesi.
Mazungumzo ya wawili hawa yalizidi kuwaweka karibu zaidi, mpaka inafika hatua wanakwenda pamoja lunch, wanakula chakula huku wanapiga stori, wakizungumza maisha binafsi, kazi na hata mahusiano. Usisahau lengo la Charles ni kumpata Kemi na kulala naye. Kumbuka amebeti, ana uhakika atafanikiwa kulala na Kemi na kisha atakula pesa hiyo. Mazungumzo yanaenda, mazungumzo yao na ukaribu wao unaendelea kuimarika. Dalili na ishara zinaanza kuonekana kwamba huenda mambo yasiwe magumu sana kwa Charles. Pengine mwanaume huyu anaweza kufanikiwa plani yake. Kutokana na uwezo mkubwa alionao Charles katika masuala ya kikazi, analazimika kumsaidia sana Kemi masuala mbalimbali ya hapa kazini. Wanazidi kuwa karibu pamoja kabisa. Kemi na Charles wanajiachia sana. Kemi mwenyewe anajiachia sana na Charles anacheka tu. Basi wanakubaliana kuendelea kusaidiana kikazi na hata nje ya kazi. Chochote ambacho Kemi atakuwa anakipitia ampigie tu Charles na atashauriana naye. Baada ya kazi, Kemi akiwa nyumbani kwake amekaa pale mbele ya karatasi zile alizozibandika ukutani, huku akionekana kama kuna kitu anakiandika kwenye ile karatasi yake ya ukutani. Karatasi hii ya ukutani ndiyo ambayo ameandika sifa za mwanaume anayemuhitaji, kwamba namba 1 awe mcha Mungu, namba 2 maji ya kunde hivi, namba 3 awe handsome boy, namba 4 mrefu zaidi yake, namba 5 mwenye moyo wa ukarimu. Kisha yeye leo anaongezea kwa kuandika jina la mtu huyo anayemtaka kuwa ni Charles. Wow, kumekucha mtazamaji. Kemi ameshapenda na moyo wake tayari umeshamwangukia Charles. Je, Charles ni mtu sahihi? Sijui, acha tuone. Kemi anaamini Mungu amejibu maombi yake, maana amekuwa akimuomba mara kwa mara ampe mwanaume sahihi, na ukaribu wake na Charles unaweka tiki kwamba huenda huyo ndio mwanaume aliyeletwa na Mungu. Imani hiyo alionayo Kemi kumuhusu Charles imempeleka mbali zaidi, anazidi kumwamini na kumshirikisha kila kitu. Leo anamuomba Charles amsaidie kuandaa somo kwa ajili ya kuwafundisha mabinti na vijana kanisani, na Charles anamwambia Kemi kwamba tafuta muda mzuri tu Kemi, tukutane popote, aidha kwako au kwangu, popote tu, ili tuandae kwa pamoja hilo somo na mafundisho hayo. Kemi anamwambia yuko comfortable zaidi wakutane nyumbani kwake, na Charles anasema haina shida, atakuja tu. Basi baada ya Kemi kukubaliana na Charles kwamba wanatakiwa wakutane nyumbani kwa Kemi na kuandaa somo hilo, Charles anaonekana kufurahia sana hapa. Anaimbaimba, anarukaruka huku akimsimulia Ike yote waliojadiliana na Kemi, na kisha wote wanasema ameisha, mama yangu kaisha kweli. Baada ya muda Charles anaonekana nyumbani kwake, anajiandaa kwa ajili ya kwenda nyumbani kwa Kemi, akijipulizia marashi mengi sana kuliko kawaida yake. Alipohakikisha kuwa iko fiti, akataka kutoka, lakini akakumbuka aendako huenda lolote likatokea. Akachukua zana kama 5 vile. Huyu jamaa amealikwa kwenye kujadiliana somo, yeye anabeba zana kabisa. Baada ya muda kidogo, Charles anaonekana ameshafika pale nyumbani kwa Kemi, na Kemi alimpokea Charles, japo baada ya kumpokea ni kama kuna aibu fulani na ukimya uliotawala, huko katikati yao kila mmoja akiingia na kigugumizi cha kuzungumza. Hata hilo somo halikufanyika tena, wakajikuta tu wakisifiana na kuoneana aibu. Hatimaye jamaa akaanza kumsogelea Kemi na kubaki wanatazamana tu kimahaba. Hapa shetani yupo katikati yao, anataka kuwaamrisha. Charles akamwambia Kemi, unaonekana ni mwanamke mnyonge ambaye unahisi kuwa na hatia kila wakati. Nikushauri tu achilia moyo wako, kuwa binadamu ambaye hajakamilika, kwa kuwa binadamu yoyote huwa anatenda makosa. Usiufanye moyo mgumu kwa kujiona ni mkamilifu uliyepitiliza. Usiweke deni kubwa kwa Mungu wako kuwa hutakuja kutenda dhambi, maana binadamu tumeumbiwa makosa, na hata tukikosea Mungu hutusamehe hivyo hivyo. Maneno yalikuwa mazito sana kwa Kemi, ambaye muda huo alikuwa kama amepigwa shoti tu, hata kuamua jambo alishindwa. Mwisho jamaa akamjia kwa juu na kuichapa kisawasawa. Sasa sijui kama alikumbuka kutumia zile zana alizozibeba. Baada ya tendo hilo, mwamba akawa amesepa na kumwacha Kemi pale kwenye kochi akiwa mwenyewe amelala hoi, amechoka, maana alipitiwa na usingizi kutokana na shughuli iliyofanyika. Huenda haikuwa shughuli ndogo. Shahidi ni hizo kuta pamoja na kochi. Kemi anaamka hapa akiwa mchovu sana, na akaanza kujiuliza yuko wapi Charles, lakini pia alikitathmini kitendo alichokifanya muda mfupi uliopita. Akaanza kujutia na kujiona amevunja uaminifu wake kwa Mungu wake. Akajiona mkosaji sana. Alipoangalia mezani kwake, akaona kikaratasi kidogo kimeandikwa maandishi machache sana, I am sorry. Baada ya tendo hilo, inaonekana Charles aliandika tu hayo maneno na kuondoka zake. Basi Kemi akajutia sana, akajiona ameanguka dhambini kizembe sana. Anashindwa hata amlaumu nani, Charles au yeye mwenyewe ajilaumu. Charles yeye kwa upande wake amerudi nyumbani akitokea kule kwa Kemi. Alipofika hapa akamkuta Ike, lakini Charles anaonekana kuwa ni mnyonge sana. Alipoingia hapa ndani akasema kwa unyonge sana, nitumie hela yangu tayari nishamaliza. Ike akastaajabu sana, usiniambie umefanikiwa kulala naye? Oya, we ni noma, we ni kiboko, umewezaje kufanya hivyo kwa binti mgumu kama yule? Sister Kemi, Pastor Kemi,
Pamoja na sifa hizo ambazo Ike alikuwa akimpatia Charles, lakini Charles mwenyewe anakuwa bado mnyonge kabisa, anajihisi kuwa na hatia kabisa ya kufanya hivyo. Muda wote huo Ike anazidi kumwaga sifa na maua mengi kwa Charles kwamba tutakupa cheo cha uwenyekiti wa mambo ya wanawake duniani, wewe noma. Lakini Charles mwenyewe wala hata kuyajali. Siku ya pili wakiwa kazini, Kemi pamoja na Charles wanaonekana so kweli kweli. Ilifika time hata kuangalia usoni ikawa jau. Mkurugenzi wa kampuni yao akataka Kemi kama kawaida yake afanye maombi ya kuikabidhi ofisi mikononi mwa Mungu, lakini Kemi leo anasema hajajiandaa, hivyo akashauri kwamba wa leo Charles aombe badala yake. Charles mwenyewe sasa akabaki ana kigugumizi tu, anajua kuomba sasa. Basi tu akaona hapa acha tu nitoe nijikaze na niombe hata kama sijawahi. Basi acha ajikanyage pale, lakini walimuelewa tu hivyo hivyo na kuitikia amen baada ya maombi kuisha. Wakati huo Ike anabana cheko lisije likamtoka ukawa msala. Leo Charles anafanya toba kwa Mungu wake juu ya kile alichokitenda kwa Kemi, maana bado anakosa amani, anajisikia ni mwenye hatia sana, anaamini ya kwamba amemwangusha sana Kemi na zaidi amemzamisha dhambini, anajiona hafai hata kusamehewa. Baada ya dakika chache Kemi akampigia simu Charles na kusema, Charles, nimekuona kama mimi tu unaonekana kuwa huna amani na umekosa raha kabisa, lakini ukweli ni kwamba wote tuliingia vishawishini, wala sio wewe peke yako. Hata mimi mwenyewe ni sababu ya haya yote. Muhimu kwa sasa ni kuona namna gani tutakaa pamoja na kusawazisha dhambi zetu kwa Mungu na sio kukwepana na kuogopana sisi kwa sisi. Basi siku nyingine leo wamekutana tena ofisini, wanazidi kuombana msamaha hapa na kukubaliana kwamba hawatarudia tena makosa ya aina hiyo na kuahidi kwamba watamuomba Mungu awape mwanzo mzuri wa maisha yao. Hicho ndio kitu pekee wanachokitamani. Bado swali ni lile lile tu. Je, Charles anajutia kweli na yupo tayari kubadilika kama anavyosema au anaigiza bado? Akiwa bado kwenye majuto, Ike anamwambia Charles kwamba mzee, huna sababu ya kujutia, muda wote huo wewe unajuta tu, huna sababu hiyo. Charles anasema sasa hivi nimekuja kutambua ya kwamba sikuwa sahihi kabisa. Yale mashindano niliyokuwa nafanya na wewe ni ya kitoto na ni chukizo mbele ya Mungu. Zaidi nimevunja moyo wa huyu mwanamke. Kumbuka hayo walikuwa wanazungumzia ofisini kwao. Wakati huo Kemi akawa amekuja na alipotaka kuingia mle ndani baada ya kuwaona Charles na Ike akasita na kusimama nyuma ya mlango akisikiliza yote, na ndipo alipogundua ya kwamba Charles kumbe alibeti na Ike ili kama Charles atafanikiwa kulala na Kemi watalipana pesa. Hiyo ilimuuma sana Kemi, moyo wake ukazidi kuchoma, nafsi ikapondeka, akajiona takataka na amejidhalilisha, akajiona amejikabidhisha kirahisi tu kwa muhuni aliyekula tunda lake na kisha hakuwa na malengo naye. Akalia sana huku akisema, Mungu ulinionya ila sikusikiliza, japo dalili nilikuwa naziona kabisa, dhamira nyingine ilikuwa inanikataza kabisa, lakini mimi niliendelea kufanya kile ambacho dalili kabisa zilinionyesha kuwa nisikifanye. Huku kwa Charles, yeye akawa anazidi kusoma neno la Mungu, na hii inaonyesha ya kwamba kwa kweli sasa hivi Charles amebadilika kabisa na anajutia yote aliyoyafanya, na hivyo anaona kilichopo hapa ni kuzidi kumtafuta Mungu tu aweze kumrudia Mungu wake. Kemi alilia peke yake lakini hakuridhika kabisa. Ndipo alipoamua kumfuata Charles huko nyumbani kwake, na alipofika hapa akamfokea sana Charles. Kwa hiyo wewe uliona bora ufanye mashindano na rafiki yako kuniwania mimi ili uniingize vishawishini? Haya sasa umepata nini wewe? Charles akaomba msamaha pale, lakini Kemi akasema, nimekusamehe sawa, lakini naomba ukae mbali sana na maisha yangu. Wewe ni hatari sana na utazidi kunizamisha. Baada ya siku kadhaa Kemi akaenda kwa mchungaji wake kule kanisani. Alipofika pale akalia sana akiwa anajutia yale aliyoyafanya yanamuumiza sana. Akasema, nimemwangusha sana Mungu wangu, lakini mchungaji pia naomba unisamehe sana. Akaeleza yote, kila kitu alimwambia mchungaji. Mwisho wa hayo yote mchungaji alimpa pole sana, huku akimsihi aanze upya maisha yake, maana Mungu bado anakusudi na yeye na ameshamsamehe. Aache kulia, asimame tena imara. Alishauriwa pia amsamehe yule mwanaume aliyefanya hivyo ili Mungu ampe amani zaidi. Na leo huwezi amini, hawa wawili wanaonekana wakiwa pamoja na wapo kwenye mazungumzo. Mzungumzaji mkuu akiwa ni Charles hapa, ambaye leo hii anazidi kusisitiza na kuomba msamaha na kueleza majuto yake, lakini Kemi alimtoa hofu kwamba ameshamsamehe, maana asipofanya hivyo hata yeye hatosamehewa na Mungu. Charles akasema anashukuru kama kweli msamaha umepita, na akadai kuanzia sasa atasali kwa roho na kweli na kutenda matendo ya kumpendeza Mungu. Baada ya kuzungumza hayo, Kemi akaondoka. Kwa sasa Kemi anaonekana kuwa ni mwenye amani, hata wakiwa hapa ofisini anajiamini,
anasimama tena mbele yao, mbele ya Charles kwa kujiamini na kufanya maombi ya ofisini kwa uhuru kabisa. Kila alichokuwa anashindwa kukifanya sasa hivi anakifanya kabisa. Ilifikia hatua hata Charles mwenyewe alikuwa anaongea naye tu kawaida. Ike naye akachukua fursa hiyo kumfuata Kemi, akaomba Kemi amsamehe na Kemi hakusita akamsamehe ili maisha mengine yaendelee. Mwisho wa filamu, Kemi anaonekana kama anamuita mlinzi wake wa getini, lakini mlinzi anaonekana hayupo eneo hilo na wala hakuitika kabisa alipokuwa anaendelea kuitwa. Mara kichefuchefu kinamshika binti Kemi, la haula, akaanza kutapika pale. Mama we, lo, kama itakuwa mimba sasa itakuwaje? Na huo ndio mwisho wa movie yetu kali sana inaitwa Good Girl Bad Boy. Niambie umejifunza nini kutoka kwenye hiki kigongo. Tukutane kwenye comment section. Maoni yako yakinifurahisha natoa vocha hapa hapa. Asante sana kwa kutazama. Usiache kusubscribe channel hii ya Wajanja Studios. Mimi ni Lungu TZ. Hadi wakati mwingine. Ciao.